kumkataa baba haiwezekani kwa sababu mimba imeingia sio ya Chief Godlove, ya baba yake. Kwa hiyo yeye kumkataa baba yake haiwezekani. Hata kama labda hata akimwasili bado yule mtoto wa huyo ambaye ndo aloweka mimba ile akatokea mtoto sio ya chifu. Labda pengine kuna maelewano katika Chief Godlove na baba yake mtoto, inawezekana pengine wamekubaliana. Siku hizi hapo hayo, unauza mtoto wako, unajua? Siku hizi bwana watu wanatoa mafigo wanauza, kwa hiyo hata watoto wao wanauza. Huyo wa kwako. Chief kamnunua. Inawezekana kamnunua kwa dunia ya sasa na umaskini huu ulotujaa. Sema kweli sasa hivi mtu unaweza kumuuza hata mwanao. Kwa sababu ya umaskini tu. Lakini kwa kuwa eti ambadilishe jina awe mwanawe, hawezi kuwa mwanawe, atakuwa tu mtoto wa kawaida tu wa kumlea, lakini sio mwanawe. Lakini anampenda sana. Kwenye maisha ya Chief Godlove ambao tunaona kwenye mitandao, watu wengi wanamhusisha sasa nyingine na imani za kishirikina, sijui Freemason na nini. Ungekuwa wewe ndo mama mzazi wa Pipi Jojo, ungeruhusu binti yako kwenda kuishi na Chief? Kwa sababu tunajua Chief Godlove sasa hivi ndo anayeishi nyumbani kwake na yule binti Pipi Jojo. Ungekuwa wewe mama wa Pipi Jojo, ungemruhusu binti yako aondoke na aende moja kwa moja kwenye mikono ya Chief? Kwa kweli kwanza kwa mimi ningekuwa mama yake yule Pipi Jojo, mtoto wa kike siwezi kumruhusu akaenda akakaa. Hata angekuwa mwanangu wa kiume, nimruhusu aende akakae tu, haiwezekani. Unajua kuna mipaka fulani ya malezi ya mama. Mama anatakiwa amlinde mtoto wake. Mama ambaye anampenda mtoto wake hawezi akamwacha akaenda vile ovyo ovyo. Lakini kuna kitu ambacho pengine wamekubaliana. Na Chief kama anataka kumlea yule mtoto, anamlea, pengine amependa, ameona yule mtoto amsaidie hivyo tu. Lakini kumuhusisha Chief Godlove na ushirikina bwana, mimi hiyo siamini. Siamini. Najua anahangaika kwa nguvu zake mwenyewe na najua anapata kwa ajili ya madini. Hiyo naelewa. Wapo wanaosema sisi kajua kabinti ka watu kanatengenezwa baadaye katolewe kafara. Hakuna msukule wala nini pale, hakuna. Hakuna mizimu. Msukule wanachukuliwa wale wa watoto mazoba. Mtoto ana akili yake, kazaliwa yuko vizuri. Pale Chief Godlove kuna kitu anatenga pale. Nadhani anataka kuwekeza kwa yule mtoto apate pesa zaidi. Si unajua siku hizi watu wanawekeza kwenye bongo movie, wanawekeza kama hivyo kwenye watu wa nyimbo. Kwa hiyo na yeye si kama Doto Magari na yule msanii wake. Kwa hiyo ndo kawekeza pale. Sio mbaya, amsaidie tu yule mtoto, lakini aangalie kwa sababu yule binti mwanamke, kuna shetani kati yao, anaweza kapita hapo kikao chochote saizi tukaona mtoto amekuwa mke. Kuna mtoto wako mzuri naye bwana amempiga mwanamke ngumi, lakini moja ya story ambayo nimeona kwenye mitandao, watu wanasema huyu mtu ni tabia yake. Anaitwa Uchebe, ambaye aliwahi kuwa kwenye mahusiano na dada yetu Shilole, na yaliwahi kutokea magomvi pia mpaka ya kupigana na nini. Juzi kuna tukio limetokea la kumpiga mtu ambaye inasemekana walikuwa kwenye foreni ya magari, akagusa gari lake kwa bahati mbaya, wakati ameshuka wanasemeshana akamtandika mangumi. Yaani kagonga gari alafu ashuke amtandike mangumi. Kweli kuna ile wanawake tuna mdomo mchafu, wanawake tuna kauli mbaya, lakini haiwezekani hata wapita njia tuseme waone mwanamke anapigwa wasitoke. Haiwezekani, iko namna. Hapo ipo namna. Pengine nataka nisemee ninavyoona mimi. Inawezekana pengine ni mtu wake na pengine alimkuta na kitu ndo pale fika anataka amuoneshe kwa mimi mwanamume ndo kampiga kwa hasira, wivu. Inawezekana. Lakini kwa kusema yani mwanamke akutukane au agonge gari yako, wangeshapigwa wengi huko njiani. Tungeshaona, hata mimi ningepigwa. Kwa sababu mimi kama kwa mfano nikiwa njiani, mtu akinifanyia kitu kidogo naweza kweli nikamtolea neno baya. Kwa hiyo mimi mama yenu mngenikuta nishakufa huko njiani. Lakini haiwezekani. Kwa kuwa tu eti mtu umemkuta njiani umpige wewe. Nikampasua jicho. Umpasue jicho, kwani mwanao huyo? Hata mwanao huwezi kumfanyia kitu. Ipo namna. Nafsi yako inakwambia hapana, sio foleni. Sio foleni. Kipo kitu ambacho kiko nyuma pazia. Binti ana wazazi na watoto, ana mume na binti tunasikia ana mume, lakini mume wake haishi Tanzania. Mume wake haishi Tanzania. Hapo mtihani wa hesabu. Unajua hao watoto wangu wazuri ambao waume zao wako nje,
wanachukulia advantage ile mume hayupo, hakuoni, unakwenda unapotaka, na pengine maskini katoka hakuaga, unamzimia mume data, alafu tena ndio anakuja kuona umepigwa. Alafu mitandao yetu sasa inavyodhalilisha, inakuposti yani kila kitu chako. Kutoka asubuhi umeme wametukatia ile simu. Subutu hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Siku hizi wanazo zile za kuchaji betri, za kuchaji zile. Ndio mnaziita power bank. Zipo sasa, akose kweli mume yuko nje, akose kumletea mke wake power bank, basi yote kwa sio nje, yuko ndani huyo. Watoto wako wazuri ambao umezao wako nje ya nchi wanakuwa na mambo mengi. Wanakuwa na mambo mengi, hasa hawa wadogo wadogo. Unajua mwanamume akiwa nje, mwanamke akiwa mdogo, damu bado inachemka, sio nzuri, na ni somo hili kwa wanaume ambao wako nje wake zao wadogo. Mtoto mdogo hawezi kuvumilia akakaa miezi mitatu, lazima apate mzuka. Kwa hiyo ndo wanapata kina uchebe, kina nani tena, pengine ndo wanakwenda nao. Kwa hiyo huku nyuma sasa ndo tunaona sisi vitu vingine, lakini wanaume wanasahau kuwa wameacha wake zao. Mtu anakaa miezi 9 hajafika Tanzania. Sasa wewe unategemea nini na mke wako mtoto mdogo? Damu inamchemka. Alafu usikute wa binti wenyewe hawa kwenda kwenye vibao kata. Huko ndio washapiga visungura vyao vinini huko, mambo yana hadharani. Wakishakutana na kina uchebe. Wanacheza singeli sasa. Unakuta tena wanadandiana. Sana. Kumwacha mke mbali na wewe mbaya sana. Hasa nisemea hawa wanawake wadogo sasa hivi. Hawana subra. Hawana. Kwa hiyo hapo ipo kitu. Mwenyezi Mungu awasamee kwa kweli. Mtoto wako mzuri Uchebe ambaye tunaona kwenye maisha yake ya mahusiano na Shilole, ilitokea pia matimbwili ya kumpiga, ilikuwa anagombana, anampiga vibao, mangumi na nini. Imekuwa ni kama tabia au ni kama sijui ni hasira za karibu ambazo yuko nazo. Una lolote ambalo unaweza ukamshauri kwamba akiwa kwenye maisha ya mahusiano aidha na mpenzi au mke aweze kucontrol vipi pengine zile hasira zake, kwa sababu watu wanasemaga mwanamke bwana hapigwi ngumi? Ndio hapo nilikuwa nataka nipaseme. Kwanza niseme mwanamke hapigwi. Mwanamke hapigwi bwana. Mwanamke anapigwa kwa pesa, kwa vitambaa, kwa kanga, kwa magari. Yani hivyo unamnunulia vitu vizuri ndani ya nyumba, furniture nini, ndio unampiga navyo. Lakini unachukua mkono wako kabisa unampiga mwanamke, huyo sio mwanamume wa kawaida huyo. Akapimwe kidogo. Hayuko sawa. Kusema kweli, mahusiano hata kama ni mabaya kiasi gani, hata kama kumetokea kitu gani kibaya, huwezi kumpiga mwanamke. Mwanamume unaambiwa ndio urijali wako uoneshe chumbani, sio kupiga ngumi. Kwa hiyo alitakiwa kwanza, kama vyovyote mwanamke anamkosea, yeye awe na subra. Kweli wanawake tuna midomo michafu, lakini angekuwa na subra. Yule nadhani akapimwe, hayuko sawa. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila